Hujambo na karibu katika muendelezo wa hadithi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika vita kati ya Iran pamoja na Israel. Hivi sasa kubwa ambalo linaendelea ni kwamba hakuna mahali salama ambapo wa Iran wanazungumzia mashambulizi ya Israel. Yamekwama. Hilo ndilo neno ambalo baadhi ya watu ambao wamezungumza na BBC wamekuwa wakilitumia kueleza maisha nchini Iran hivi sasa. Baada ya siku ya 3 ya mashambulizi ya Israel, kila mtu anajaribu kutoroka Tehran kwenda nchi nyingine ama kwa njia moja au nyingine, mkazi mmoja aliambia BBC. Siku ya Jumapili foleni ndefu zilishuhudiwa katika vituo vya mafuta kote jijini. Watu waliokuwa mbioni kuelekea maeneo mengine mbali na shabaha yoyote inayowezekana kulengwa na Israel, lakini hawakuweza hata kutoka nje ya jimbo hilo kwa sababu ya msongamano mkubwa wa magari. Teherani sio salama, ni wazi, mkazi mmoja alisema. Hatupati ving'ora au maonyo kutoka kwa maafisa kuhusu mashambulizi ya Israel. Tunasikia tu milipuko na tunatumai mahali petu hapatapigwa. Lakini tunaweza kwenda wapi? Hilo ni swali ambalo aliuliza. Hakuna mahali tunapohisi salama. Mtu mmoja ambaye alifanikiwa kuhama kutoka Tehran kwenda mkoa mwingine alisema, sidhani nimekubali kikamilifu kwamba ninaishi katika eneo la vita, na sina uhakika ni lini nitaweza kukubali hilo. Hii sio vita vyangu, sihusiki kwa njia moja au yoyote. Nataka tu kuishi pamoja na familia yangu. Tangu Ijumaa, Israel ilipiga Iran kwa wimbi lake kubwa zaidi la mashambulizi ya anga kuwahi kushuhudiwa kwa miaka kadhaa. Mashambulizi ya Israel yamesababisha ulipizaji kisasi kutoka kwa Iran, ambayo imeanzisha mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel. Takriban watu 10 wameuawa nchini Israel, mamlaka ilisema. Vyombo vya habari vya Iran vilinukuu wizara ya afya ambavyo viliripoti kuwa watu 128 walikuwa wameuawa katika mashambulizi ya Israel kufikia saa 6 mchana Jumamosi. Mwirani mmoja aliambia BBC kuwa hajaweza kulala kwa siku 2. Nimepitia hali ngumu sana, alisema. Hali yake ya sasa inamsumbua na kumkumbusha milipuko ya mabomu ya wakati wa vita vya Iran na Iraq vya miaka ya 1980 alipokuwa mtoto. Tofauti ni kwamba wakati huo, angalau wakati wa shambulio lilipotokea, tulisikia king'ora cha uvamizi wa anga au angalau maonyo kabla ya kutokea. Lakini sasa, wakati wa shambulio hili la bomu au shambulio lolote la anga, hakuna ving'ora au maonyo. Vijana waliolazwa baada ya vita hawajui ilikuwaje, na waliambia BBC News kwamba kile ambacho kilitokea ilikuwa ni ghafla sana. Mwanamke mmoja huko Tehran alisema amefikiria kuondoka jijini ili kutoroka mashambulizi hayo. Sote tumetaka kwenda miji midogo au vijiji, popote tunapoweza kwenda, lakini kila mmoja wetu ana wapendwa wake ambao hawawezi kuondoka, na tumefikiria, alisema. Tunachopitia sio haki kwa sasa, yeyote kati yetu wa Iran. Sote tunajaribu kuvuka siku hizi kwa hofu, uchovu na mfadhaiko mengi. Hii ni hali ngumu sana na ya uchungu. Mkazi mmoja katika mji mkuu alisema, siwezi kuondoka tu Teherani. Siwezi kuacha wazazi wangu, wazee ambao hawawezi kusafiri mbali na kwa muda mrefu na kuondoka jijini wenyewe. Mbali na hilo, ninahitaji kufanya kazi. Nifanye